Kusudi la kuja kwake duniani lilikuwa kwamba kondoo wapate uzima. Yesu alikuja katika dunia hii na kutufundisha ukweli wa uzima, akisema, msipoula mwili wa Mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aliposema, mtu yeyote aulaye mwili wa Mwana wa Adamu na kuinywa damu yake atakuwa na uzima wa milele, Wayahudi walisema nini? Kwa maoni na maarifa yao wenyewe hawakuweza kuelewa na kubishana, mtu huyu awezaje kutupatia mwili wake tule? Hivyo Yesu alitoa jibu katika Mathayo sura ya 26, sivyo? Mkate wa Pasaka unawakilisha mwili wa nani? Ni mwili wa Yesu. Vipi kuhusu divai ya Pasaka? Yesu alitupatia kama damu yake. Na akasema, mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anao watakuwa na nini? Anao uzima wa milele. Ni nani alikuwa yule ambaye Waisraeli wote walikuwa wakimngojea, aliyekuja duniani miaka 2000 iliyopita ili kutufundisha hili? Alikuwa ndiye Masia. Hata katika enzi hii, watu wote wa ulimwengu wanangoja kwa hamu ujio wa pili wa Yesu. Kulingana na unabii katika Waebrania sura ya 9, Masia ambaye Wakristo wote wamemtamani, lazima pia aje na fundisho kwamba uzima wa milele unapokelewa kwa njia ya mkate na divai ya Pasaka.